Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, leo tumekutana hapa katika viwanja vya Sabasaba, mimi pamoja na mkurugenzi mtendaji wa TanTrade ambaye yupo na mtamsikia, lakini dhamiri yetu kubwa ni kuwahabarisha wana Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla wake na nchi zote za Afrika Mashariki na Kati kuhusu maonesho ya Sabasaba ya mwaka huu wa 2026. Ndugu waandishi wa habari, mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mkoa wa kihistoria, ni mkoa wa kidiplomasia, ni mkoa wa kiuchumi, lakini ni mkoa ambao pia umebeba watu wengi kulinganisha na mikoa yote ya Tanzania na hasa Tanzania bara. Na kwa mantiki hiyo, tarehe 28 mwezi huu hadi tarehe 13 mwezi Julai 2026, mkoa wetu wa Dar es Salaam kama ilivyo ada na kawaida unatarajiwa pia kuwa mwenyeji wa maonesho makubwa ya Sabasaba ambayo kama wenzangu walivyokushatambulisha ni maonesho ya jubilei ya miaka 50. Na maonesho haya yanafanyikia hapa katika viwanja hivi vya Sabasaba kama ambavyo tumekuwa tukifanya hivyo katika miaka yote. Utofauti wa mwaka huu ni kwamba tangu tumeanza maonesho haya sasa tunatimiza miaka 50. Kwa hiyo kutimiza miaka 50 sio jambo dogo na ni jambo ambalo tunapaswa kuendelea kujivunia, kwa sababu yamekuwa ni maonesho ambayo yanahamasisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa vikundi, lakini hata uchumi wa taifa letu kwa ujumla wake. Yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la taifa, yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la mtu mmoja mmoja, na yamekuwa ni maonesho yanayopunguza umaskini kwa wakazi wa Dar es Salaam na maeneo yote ambao wamekuwa wakifika katika kuyatazama ama kufanya biashara katika viunga vya Sabasaba nyakati zote. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na upekee sasa huo na kwa sababu zipo nchi kadhaa ambazo zitahudhuria katika maonesho haya kama ambavyo nitasema hapo baadaye kidogo, kauli mbiu ya maonesho haya ya mwaka huu 2026 ni maonesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, fahari ya Tanzania, yaani Dar es Salaam International Trade Fair Sabasaba, Pride of Tanzania. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha wadau wote ambao wapo ndani na hata nje ya taifa letu kuweza pia kutumia fursa ya maonesho haya ya Sabasaba katika kutimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ndugu waandishi wa habari, kauli mbiu hii inahamasisha mambo yafuatayo, ama ndani ya kauli mbiu hii kutakuwa kuna mambo pia madogo madogo yafuatayo. La kwanza ni bidhaa za Tanzania kimataifa zaidi, kwa maana kwamba kuhamasisha bidhaa za Tanzania kwenye masoko ya kimataifa. Mnafahamu kwa dhati kwamba ili tuweze kufanya biashara katika ulingo mpana wa kibiashara lazima taifa libalance mshale uliopo kati ya import na exportation. Na tunachokizungumzia hapa, tunazungumzia exportation ya bidhaa zetu, usafirishaji nje ya bidhaa zetu ambazo zitakuwa katika viwango vya juu vya kushindana katika biashara za kimataifa. Lakini jambo la pili, biashara za Tanzania kidijitali zaidi, kwa maana kuhamasisha matumizi ya teknolojia na dijitali katika biashara. Mnafahamu kwamba miaka leo hii tayari biashara nyingi zinakuwa zina barcode, biashara nyingi zinaangaliwa kwenye mtandao, biashara nyingi, kwa maana kwamba tunahamasisha biashara zetu katika ulingo au katika namna ambayo tunaita digital marketing. Kwa maana digital marketing unahamasisha biashara zako kidijitali, biashara zako zinaweza kuonwa ndani na hata nje ya taifa letu, lakini subscribers wa biashara hiyo wanaweza pia kuwa wengi sana kiasi kwamba tunatanua masoko. Na kwa sababu TanTrade jambo lake moja kubwa pia linalohamasishwa, lazima pia iakisi masoko kwa masikini, kwa maana markets for the poor. Wale wote ambao pia wanakuja katika maonesho haya tunawagawa pia katika makundi. Wapo wafanyabiashara wakubwa, wapo wafanyabiashara wakati, na wapo wafanyabiashara wadogo wadogo. Na kwa mantiki hiyo, mfanyabiashara mkubwa, mdogo mdogo na wakati lazima pia TanTrade wahusike moja kwa moja kuhakikisha kwamba tuna connect bidhaa zetu na masoko ili wafanyabiashara
waweze kuwa katika mnyororo wa pamoja wa kuendelea kufanya biashara zao, kulipa kodi ya taifa letu, lakini pia kukuza misingi ya biashara zao kwa ujumla wake. Ndugu wanahabari, kama nilivyosema awali kwamba Tanzania sio kisiwa. Hivi karibuni tumemwona Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akipokea marais wa ndani ya Afrika na hata nje ya Afrika. Rais mojawapo ambaye ametoka hivi juzi alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Namibia, ambaye amefanya ziara katika taifa letu na kusaini mikataba kadhaa, ikiwepo pia Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo pia imeshiriki katika kusaini mikataba hiyo. Lakini rais mwingine ambaye ametoka hivi punde ni rais wa Singapore, ndugu yetu Mheshimiwa Shani Mgaratnam, ambaye amefanya ziara yake hapa na kufanya pia ziara katika visiwa vya Zanzibar. Sasa ile inaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amevunja zaidi mipaka yetu ya kiuhalisia na kukuza zaidi uchumi wa mataifa haya. Na kwa mantiki hiyo, baadhi ya mataifa ambayo yamekwisha confirm, yamethibitisha kuwepo katika ukanda huu au kuwepo katika maonyesho ya biashara ni kama haya yafuatayo. Tunayo mataifa ya si chini ya 23 ambao mpaka asubuhi hii wameconfirm kwamba watafika na kuweza kuonesha na kufanya biashara ya bidhaa zao. Lakini nchi ya kwanza ni Misri, Rwanda, Kenya, Ghana, Kongo, Hong Kong, Uganda, Angola, Burundi, Japan, Uturuki, China, Poland, Sudan, Syria, Southern Korea, Taiwan, nchi za Falme za Kiarabu, Palestina, Iran, Urusi, Singapore na Msumbiji. Maana yake ukiangalia mgawanyiko wa mataifa haya, yapo mataifa ya Afrika Mashariki, yapo mataifa ya Afrika, yapo mataifa ya Asia na yapo mataifa ya Ulaya. Na kwa mantikio ni kwamba wote hawa wamekwisha confirm kuwepo katika maonesho haya. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na ugeni huu, mkoa wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika maeneo haya unakuwa wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Naomba niwathibitishie ndugu waandishi wa habari kuwa hakuna mtu yoyote ambaye atahamasisha vurugu katika maonesho au ukanda wowote na akabaki kuwa salama. Vyombo vya dola pamoja kwa kushirikiana na wananchi wenyewe tumejipanga kwa dhati kuhakikisha tunaendelea kulinda taifa letu ili lisivamiwe na adui yoyote wa ndani au nje ya taifa letu. Kwa kuwa maonesho haya ni kielelezo kikubwa cha utajiri wa Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha fahari ya Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha utamaduni wa Mtanzania, tutaendelea kuhamasisha wananchi wote, moja, waweze kushiriki, lakini mbili, waweze kushiriki kwa kufanya biashara, lakini tatu, kwa kuweza kushiriki kuilinda amani ya taifa letu. Na ushiriki pekee wa kulinda amani ya taifa letu ni njia moja tu: kataa vurugu, kataa fujo, muoneshe mtu yoyote ambaye hana nia nzuri ili tuweze kumbaini na vyombo vya dola viweze kushughulika naye. Ndugu waandishi wa habari, mnafahamu ya kwamba Sabasaba ni eneo linalofikika. Dar es Salaam kwa sasa imekuwa ina wilaya 5, ina halmashauri 5, ina kata 102 na ina mitaa si chini ya 654. Ndugu waandishi wa habari, ninachotaka kumaanisha hapa, wananchi wote wasiwe na mashaka namna ya ufikaji hapa Sabasaba. Moja, tuna usafiri wa kawaida wa daladala, tuna usafiri wa mabasi ya DART, ya mabasi yaendayo kwa kasi. Na ukanda huu tunayo mabasi yanayopita kwenye miundombinu ya DART, mabasi ambayo yapo chini ya mdau our partner anaitwa Moffat. Niwaombe wana Dar es Salaam wote, tunapoyaona mabasi hayo tusidhani moja kwa moja kwamba yanamfaidisha mtu mmoja. Mabasi haya yanafaidisha mkoa, mabasi haya yanatatua tatizo la usafiri katika mkoa wetu, lakini mabasi haya pia ni fahari ya mkoa, kwa sababu inawezekana mahali pengine popote usiyaone katika ukanda huu wa Tanzania. Pamoja na mambo haya yote, kabla ya ufunguzi wa maonesho haya, kama nilivyosema awali, tunaanza tarehe 28, lakini tunategemea kwamba maonesho haya rasmi yatafunguliwa tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nimesema yanaanza tarehe 28 ya mwezi wa 6,
mwaka 2026 na kuisha tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, lakini ufunguzi rasmi ambao unategemewa kuwa na mgeni rasmi mzito utakuwa ni tarehe 3 mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na tarehe hii inaweza pia kubadilika kama tu tunaweza kupokea maelekezo mengineyo hapo baadaye. Ndugu waandishi wa habari, kabla kama nilivyosema ya kufungua maonesho haya, kutakuwa kuna shughuli kadhaa ambazo zitatanguliwa nayo, na shughuli hizi kutakuwa kuna mambo ya jogging ili kuhamasisha Watanzania kuweza pia kushiriki katika maonesho haya na kutazama pia kama sehemu ya maandalizi. Lakini zaidi pia tutaweka huko nje kote, tutaweka utaratibu maalum wa kiafya. Watu wasiogope kufika hapa kwa kudhani labda kunaweza kuwa na maambukizi ya magonjwa aina yoyote. Hakuna maambukizi ya magonjwa ya aina yoyote. Kama ni masuala ya maji na masuala mengine yoyote yanayohusika, watu wa afya kwa kushirikiana na TanTrade watatuongoza ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anaingia hapa anakuwa yuko salama. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, kama mkoa wa Dar es Salaam tunaendelea kushirikiana na Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, yani TanTrade, ili kufanikisha maonesho haya makubwa ya kihistoria na yenye heshima kubwa kwa taifa letu. Ni vema njooni mjifunze sasa nyote, muone teknolojia, muone wafanyabiashara, muone uzalishaji, lakini tuyatafute masoko. Lakini baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, sasa nitoe pia ushauri kwa wenzetu wa TanTrade, kwa kuwa tunao hapa, kwamba taifa letu hili na mkoa wetu wa Dar es Salaam unategemewa kuwa ni mega city muda si mwingi kutoka sasa, mwaka 2030 kuelekea mpaka mwaka 2035. Lakini ukuaji wa mkoa huu wa Dar es Salaam umekuwa ni ukuaji wa kasi kubwa sana. Kumekuwa kuna massive growth ya maendeleo, lakini pia population. Na kwa mantiki hiyo, kwa siku zijazo ni vema pia mkoa wetu unaendelea kushauri kwenye mamlaka TanTrade, kwa kuwa sasa tunapeleka bandari kavu eneo la Kwala, na kwa sababu eneo la Kwala kwa hapo baadaye litakuwa ni kama hub kubwa sana ya maloli na kuchukua mizigo na kupeleka katika mikoa mingine yote. Sasa ni muda mwafaka wa kutazama Dar es Salaam baada ya miaka 50 tena ijayo, population yake itakavyokuwa na kuwa na eneo nje ya mji, ili sasa baadhi ya maonesho mengine tunaweza tukasema tutafanya nje ya mji wetu kama ilivyo katika mataifa mengine yote. Always watu wana trade nje ya miji alafu wanarudi katikati ya miji yao. Na hii yote ni kwa sababu moja, tutapunguza zaidi population iliyopo hapa katikati, lakini zaidi hapa pia tunaweza tukaendelea kubuni jambo jingine kubwa ambalo litakuwa ni kwa manufaa makubwa na maendeleo makubwa ya taifa letu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, tunajivunia uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ambao nyakati zote umekuwa ni taa na dira kwetu sote, na ndio maana leo tunayo fahari ya kutangaza na kuwatangazia Watanzania kuhusu maonesho haya muhimu ya Sabasaba. Kwa hiyo niendelee tena kusisitiza wote kwamba hamasishaneni kwenye mitaa, kwenye kata, kwenye wilaya, kwenye vitongoji ili kuweza kufika katika maonesho haya. Eneo letu ni kubwa, bidhaa zipo nyingi, wanaofika ni wengi. Tutumie fursa hii, kamwe tusilalamike fursa inapopiga hodi malangoni petu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.